ambao umechezwa kwenye uwanja wa Amani hapa visiwani Zanzibar. Kocha wa Simba Fadlu Davids anaamini matokeo ya sare ugenini yataipeleka Simba fainali, lakini kasisitiza Simba sio aina ya timu ambayo inacheza kwa kutafuta sare. Once you score a goal just before half time. Baada ya kufunga goli kabla ya mapumziko, tulitengeneza mlima mkubwa kwa wapinzani wetu, lakini wakati huo huo ilikuwa ni ulinzi kwa upande wetu. Kabla ya mchezo wetu wa ugenini, tunatamani angalau matokeo ya 0-0. Hatutakiwi kuruhusu goli ugenini kwa sababu itakuwa ni hatari kubwa kwetu, lakini tukifunga goli la ugenini itakuwa faida kubwa kwetu. Matokeo ya sare yatatupeleka fainali, lakini sisi ni klabu kubwa, hatuwezi kutafuta sare. Tunatakiwa kubadili mtazamo na kupandisha viwango vyetu kwa sababu tupo kwenye nusu fainali, na kama unataka kushinda ubingwa wa mashindano ya aina hii, tunatakiwa kuwa imara. Mchezaji mwandamizi kwenye kikosi cha Simba Shomari Kapombe amekiri kwamba wametengeneza nafasi za kutosha, lakini hawakuzitumia ipasavyo. Vile vile ameeleza namna ambavyo wanautazama mchezo wa marudiano kule Afrika ya Kusini. Sisi tumefurahi kupata ushindi, lakini naweza kusema huu ni mwanzo. Mechi bado haijaisha kwa sababu tuna dakika 90 nyingine South Africa, na sasa tunaenda kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kucheza mchezo wa pili. Kuna kilichobadilika zaidi tulitengeneza nafasi nyingi na tukaweza kuzitumia, lakini na imani kwamba benchi la ufundi limeliona hilo na nadhani tunaenda kulifanyia kazi ili kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa pili. Tumepata goli moja, lakini kwetu sisi tunahesabia kama bila tunaenda kuanza mchezo upya na tunaenda na focus ya kutafuta ushindi tena. Kuna wale ambao walitamani kuiona Simba ikipata ushindi wa magoli mengi leo. Ofisa habari wa Simba Ahmed Ali amewaambia ushindi wao unatosha kuipeleka Simba hatua ya fainali. Matarajio na matamanio ya watu ilikuwa ni kupata ushindi mkubwa, kwa maana ya magoli 2, 3 na kuendelea. Hiyo ndio ilikuwa hitajio la watu. Goli moja wanaona bado halijawakata kiu, lakini mimi niwaambie wana Simba, goli hili moja ambalo tumelipata leo hapa uwanja Amani litatupeleka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Inapofikia hatua za juu za mashindano makubwa, kila timu inatamani kwenda hatua ya mbele zaidi, kama ambavyo anathibitisha mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba Swedi Mkwabi. Hii matokeo si mabaya since kwamba tuja concede goli na tumepata ushindi ambao finyu wa magoli. Kwa hiyo hii ni nusu finali. Kila timu ambayo imefika hatua hii maana yake imejiandaa na iko sawa sawa. Kwa hiyo tusitegemee ikifika hatua kama hii utashinda magoli 5, 3, hapana. Kwa hiyo naamini mwalimu ameona na assignment kwake na vijana wake. Tukienda South Africa, mimi naamini bado tuna nafasi ya kuvuka. Aliyewahi kuwa mfadhili wa klabu ya Simba Mzee Azim Deuji, siku za karibuni amekuwa akisafiri na timu kwenye kila mechi, iweni ndani ya nchi hata zile za nje ya nchi. Amepokeaje matokeo ya leo? Matokeo yametoka, kila mtu anatakiwa arizike. Tumeshinda goli moja, tunatakiwa kwenda kuangalia na imani kabisa kwamba tulivyocheza tunaweza tukashinda na kule ugenini. Kwa hiyo sina wasiwasi sana kufika fainali. Pengine hii timu ilikuwa inazungumzwa kama ni timu ngeni kwenye mashindano, lakini kwa namna ambavyo wameonyesha uwezo wao, ni kitu ambacho mlikuwa mnakitarajia kwenye mchezo wa nusu fainali? Kwa kweli ni timu nzuri, na mtu yote anayefika nusu fainali lazima awe mzuri ndio anafika. Mimi nasema tunamshukuru Mungu kwamba hatukukutana nao kwenye robo fainali. Maana kila mtu alikuwa anafikiria timu hii haina washabiki, timu ndogo imeingia mara moja. Kwa hiyo tungeenda kwa game plan nyingine tungeweza tukafungwa, lakini kwa ajili wameweza kuwatoa Zamalek, kila mtu akashtuka kwamba hawa ni wazuri. Kwa hiyo mwalimu naye akachukulia kwa utofauti na tumeweza kufika. Mashabiki wa Simba wao wana imani kubwa
timu yao itacheza fainali ya mashindano haya. Huyu hapa ni shabiki wa Simba maarufu kama Mzaramo. Tuna bado mapambano mazito tukayafanye kule. Hapa tulikuwa tunajua tukimpiga 4-5 tumemaliza mechi, lakini mpira unadunda, mpira umedunda, umekataa. Nafasi nyingi tumetengeneza vizuri, tumekosa kufunga. Kwa hiyo hatukuwa kwenye ubora mkubwa wa kupata matokeo, lakini wachezaji wamepambana, tunashukuru tulichokipata. Tutaenda nyumbani kwao, tutaenda kupambana. Kwenye 100% unaipa Simba asilimia ngapi kwenda fainali? 93. Kasoro 7 kwa sababu nilishaanza na mimi nikiangalia yule ni mtoto mdogo, na Mzaramo anasema usungu msungile mdodo mkulumiago usunguliana. Kumchungulia utamchungulia mtoto mkubwa mwenzako huwezi kumchungulia. Kwa upande wa Justin Mwakitalima, yeye hatamani tena klabu ya Simba icheze kwenye uwanja wa Amani hapa visiwani Zanzibar. Kwa nini? Mimi niseme tu, tunajua kilichotokea, lakini niwaambie tu viongozi wangu wa Simba, huku sio kwa kuileta timu kwenye mashindano makubwa Zanzibar. Yes, huu uwanja ni sawa tu na uwanja wa Chamazi. Kwa sababu uwanja unakuwa mgumu sana sisi kupata matokeo makubwa. Kwa sababu tunasema tunajua sisi hayo mengine ni ya jikoni, hatutaki kuyaongelea sebleni. Kwa nini umeufananisha uwanja wa Amani kama Azam Complex? Viwanja vyetu hivi ni vigumu sana, kwa hiyo wewe hatuwezi kuongelea sebleni. Nifuate jikoni, nitakwambia nini hatutaki, uwanja wa Amani wala hatutaki uwanja wa Azam Complex. Yasin, tunajua. Kwa sababu zipi? Tunajua, ndio maana nimekwambia kuna mambo mengine hatuhitaji kuyaongelea sebleni, mambo mengine ni ya jikoni. Kutoka visiwa vya marashi ya karafuu, mimi ni Dickson Masanja na hii ni Sports Extra ya Clouds FM. Okay, hiyo ni ripoti ya Dickson Masanja bwana kutoka visiwani Zanzibar. Masanja kinganganizi kwa sababu ni zipi? Kwa nini? Kwa sababu kwa nini? Kwa nini? Mwakitalima vipi? Sababu za msingi ni zipi? Labda wamezoea dimba la Mkapa. Labda wamelizoea dimba. Okay. Kwa hiyo maana yake kwa sababu wameizoea dimba. Oh yeah. Wenda wana connection nayo. Unajua story ya viwanja na team ni kama sisi tu. Okay. United. Connection ambayo tunao na Old Trafford ni kubwa. Kuna baadhi ya stand unajua zinakupa support. Kwa mfano sisi tuna ile Stratford End ambayo kama ulikuwa unaangalia mechi ya Lyon uliona vibe lake. Sure. Hiyo ndo end ambayo kuna sanamu la Dennis Law. Stratford End hiyo ipo upande wa magharibi nyuma ya goli. Stratford End pia ndo upande ambao yule mchezaji wetu Eric Cantona alipewa jina la kwamba yeye ni king of Stratford End. Oh yeah. Ile stand inajulikana kama West Stand, lakini mashabiki waliforce ile iitwe Stratford End. Na ukizungumza mashabiki ambao wako voko kwa upande wa Manchester United, yani ukiingia ule upande bro, vibe ambao unalipata inawezekana ni similar na vibe ambao unalikuta Signal Iduna Park. Kwa hiyo Mkapa lately especially kwa klabu ya Simba, kwa sababu kwenye hii boom mpya ya mpira wa bongo Simba ndo alianza, alafu Yanga ndo akaja akafuata. Kuna connection ambayo Simba wameitengeneza na uwanja wa Mkapa. Mashabiki na wachezaji. Kuna namna ule uwanja kwa watu ambao ni regulars kwenda uwanjani kwenye mechi za Mkapa, kuna tofauti. Yani kama ni atmosphere ambayo utaikuta kwenye uwanja mwingine wowote. Why? Kwa sababu sitaki kuamini kwamba mashabiki wote ambao wanaenda kwa Mkapa walikuwepo New Amani, kwa sababu kwanza idadi, lakini pia uchumi. Sure. So kila mtu ni mkazuzu anaweza aka-afford kwenda Zanzibar na kurudi kwa ndege. Wengine huenda wamebaki. Kwa maybe kuna kitu wamekimiss, lakini kwa mujibu wa shabiki anachokiongea ni code rahisi kuifungua. Nilikuwa nasubiria nikusikilizie hapo. Wewe mzee, hiyo code nilikuwa nakuelewa. Yani concept yako ya kwanza ndio yenyewe ya binafsi nilikuwa namuuliza hata Marusu kwamba nikitazama uwanjani pale New Amani Complex sikuwa naona ile vibe la mashabiki yani wakati mchezo unaendelea, Simba wanashambulia au wanashambuliwa, haukuwa unaona reaction ya mashabiki juu ya timu yao. Lakini ameitaja pia uwanja wa Azam pale.
Nasema mimi nimeshamuelewa, ndio maana concept ya Lissu ilikuwa ni concept yangu namba moja ambayo nilikuwa nakubaliana na Lissu kwamba kuna connection ya mashabiki na timu yao. Timu inapokuwa inacheza kuna vibe nje ya uwanja. Hiyo ndio concept ambayo mara nyingi huwa tunatamani kuisikia. Na leo pale New Amaan ilikuwa ni kama yani kama hakuna mashabiki, yani kimya, yani utamaduni wa mashabiki. Sijajua kwa kiasi gani wengi walitokea huku bara, lakini kwa asilimia kubwa sikuwa naiona ile connection ya mashabiki na wachezaji pale ambapo walikuwa wanafanya matukio ambayo yalikuwa yanahitaji support yao, waweze kujituma zaidi maradufu. Kwanza kwa viwanja vya Zanzibar vibe ile ambayo linahitajika ni ngumu kulitengeneza. Kwa sababu gani? Utamaduni. Hivi unajua Zanzibar uwanjani shabiki wa Simba anaweza kaka hapa, wa Yanga akafuata hapa. Numbers ndo zinatengeneza sauti. Hatuwezi kuwa na sauti wakati mimi hapa ni shabiki wa Azam, anayenifuata ni shabiki wa Kagera Sugar. Tunatakiwa tuisupport Kagera. Sahihi. Lakini pale ambapo unaona nyekundu, yani wote umndani Simba. Mfano. Sure. Yani wote umndani Simba, tumekaa eneo moja. Ile numbers zinatengeneza sauti. Sahihi. Kwa hiyo utamaduni wa Zanzibar pia hauhamasishi wale football fanatics wa top tier, yani wale fanatics ambao wanakuja na vibe lao. Lakini kwa Mkapa hicho kitu tunakiexploit kwa sababu mashabiki tayari wanatengenezwa umoja. Bwana wa Simba huku, wa Yanga huku. Kwa hiyo wakikutana wanajua wenyewe kujiorganize. Haya mambo ya mashabiki muda mwingine inawezekana ni kama ecosystem, ni kama jamii ambayo inategemeana, ambayo inatengenezwa baada ya muda. Yani from nowhere tuwezi kutengeneza vibe la mashabiki. Sure. Hoja ya Mkapa kwamba ina vibe kuliko uwanja wa New Amaan Complex na mashabiki wa Simba wamezungumzia. Haijalishi kwa minajili gani, lakini kwa minajili ya msingi ya kutumia uwezo wa kufikiria ni kwamba they miss the vibe. Ipata ungekuwa kwenye Mkapa. Lakini kodi ya pili ambayo sasa hiyo ndio ilikuwa inahitaji uchambuzi mwingine wa nje ya sebule. Hiyo ni conspiracy theory tunaita hiyo. Basi ameshaelewa. Bwana, hii ni Sports Edge wa Clouds FM. Tunautazama mchezo huu wa mkondo wa kwanza nusu finali. Simba wanachomoza na ushindi wa 1-0. Inawezekana imekuwa ni shock kwa Simba kwa matokeo walioyapata. Imekuwa ni kinyume na matarajio ya wengi. Kwa kumzingatia mpinzani ambaye ameonekana ni kama ni timu ngeni hivi. Kwa hiyo ushindi huu japokuwa kimpira kwa hatua kama hizi unasema ni ushindi mzuri, lakini kwa Simba kwa namna ambavyo maybe waliandarate team. Sasa baada ya ushindi wa 1, ushindi mwembamba, kila mmoja anaanza kumnyoshia mwingine bwana labda hivi, yani labda zimekuwa nyingi mwalimu Sama na mbili. Unajua kuna Simba 4. Kuna Simba mashabiki ambao naweza nikasema ni kama ule upenzi wa timu, shabiki wa timu kwao ni kama opium. Yani alishalewa kiasi kwamba ile swala la reasoning, kujenga hoja yoyote huko walishatoka. Yani wanaamini sisi tunachotakiwa ni kushinda tu hata aje nani. Lakini kuna Simba nyingine, naongelea watu ambao sasa wanatathmini, wanafuatilia mpira, wanaangalia tunacheza na kina nani, wanaanalyze, wanaangalia possibilities. Alafu pia kuna Simba viongozi. Unajua viongozi pia kuna level wanafanya kazi kwa nafasi yao kama viongozi. Halafu kuna Simba nyingine ambayo inaweza kuwa na sura mbili. Kocha Fadlu. Unajua wakati mwingine kocha anaweza kuwa na vision yake na njia zake ambazo ni nje ya kundi kubwa jingine lililoko huko. Lakini pia unaweza ukawagusa pia wachezaji kama wachezaji. Kwa hiyo tunapo sasa zungumza kwa ujumla, Simba waliutazamaje huu mchezo, walipokeaje, walijiandaaje, waliufikiriaje? Kwa hiyo tunakuta ni vitu tofauti vingi. Lakini ukitazama kocha inaonekana yeye aliweka discipline ya 100% tu. Kama Simba ingekuwa inacheza labda na Ahali na Mamelodi na nani, aliweka hiyo tahadhari ambayo kwa mimi naweza nikasema ilikuwa ni kitu kizuri sana. Wale Stellenbosch hatukuona ule mpira wao ambao
tumeona mechi tangia wakiwa kwenye makundi wamekuja huku, ukiacha mechi za mwanzo kabisa mpaka hata kwenye robo nusu huku walivyoingia sasa, tulitarajia wangekuja na yale waliokuwa nayo huku, lakini hawakuonesha hicho kitu. Na sio kwamba hawakuonesha hicho kitu kwa kupenda. Kuna situation ambayo wamekutana nayo, na hiyo situation Simba wanatakiwa waifanyie kazi pia. Unajua Simba imekuwa, ukifuatilia sana dakika 20 za mwisho, imekuwa timu kama vile inashuka chini. Na inashuka kwa sababu kuna nguvu kubwa sana inatumika mwanzo. Ukiangalia effort za wachezaji ilikuwa kubwa. Wale kilichowapoteza sana leo hii ni speed. Simba walikuwa na matukio ya haraka sana. Hata eneo la nyuma ambalo mara nyingi tumekuwa tunaona kidogo liko slow, leo halikuwa slow. Kwa hiyo ile hali iliwatoa katika hali yao ya kimchezo, lakini sio kwamba na wao ni wabovu. Kwa hiyo kutarajia timu ifanye makubwa sana ni sawa, lakini wakati mwingine ni vizuri pia kutazama wale unaokutana nao. Kwa leo hii kuna muda Simba ilionekana kama vile mtazamo mkubwa sasa umekuwa ni kwenye kubakisha mtaji uliopo, sio kulazimisha lipatikane goli jingine. Na unajua tunajifunza kila siku. Yanga mechi yao na Algiers walikuwa wanalazimisha kupata goli jingine la haraka. Matokeo yake wale walikuja kupata goli la pili katika mazingira mepesi. Na mchana tuliongelea swala la goli la ugenini. Sasa hivi hawa wana pressure kubwa, wanakwenda kukutana na Simba ambayo tayari ina goli moja. Kwa hiyo wakiingia na papara ya kujaribu kulazimisha kulirudisha hilo goli moja, wakafungwa wao tena. Na tumeshaongelea faida ya goli la ugenini, bado iko pale pale. Kwa hiyo kulinda ule mtaji ilikuwa ni kitu sahihi pia. Kwa hiyo mlima unabakia kwao mkubwa. Sasa hawa wanaowaza Simba lazima ingefunga labda magoli 4, ingefunga magoli. Wale watu wana watu wenye spidi kubwa. Lakini leo hukuwaona wakikimbia. Sana sana walikuwa wanakimbia pembeni tu ambako hakuna madhara yoyote. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango maalum. Kwa hiyo tunapoona timu imepata goli moja, sio lazima kuanza kufikiria mambo mengine mengi sana. Issue ya uwanja wa Zanzibar labda na uwanja wa Amani, labda vipimo sijui kama tutapata watu wanaweza kupima tukaona labda zinatofautiana ukubwa au kama ni the same. Lakini mimi nafikiri timu tu ambayo walikutana nayo pia nayo imejipanga, imejiandaa kwa mashindano. Lakini kuingia na magoli 5 kichwani lazima yapatikane na nini. Mashindano haya kwa ngazi hiyo ambapo Simba imefikia, ni kujiandaa kwa matokeo yote yale, so long as yanakuwa na ni favorable kwa timu, yanaweza kuisaidia timu kuvuka. Sawa, stats zinaonyesha kwamba Simba walikuwa wameutawala mchezo kwa asilimia kubwa kabla ya kuja kudrop performance katika dakika almost 20 za mwisho. Ni kwamba Simba wenyewe wameshindwa kuimaliza mechi hapa Tanzania kwa wao wenyewe, ama ndio huo ubora ambao tunasema kwamba Stellenbosch walikuwa ni bora zaidi kwenye kujizuia, kujilinda, ama ndio matokeo ya mchezo wa mpira miguu, ama yote inaweza ni majibu sahihi? Yote ni majibu sahihi. Kwa sababu ukitazama takwimu za mashuti yaliyopigwa kwenye lango la timu pinzani, possession, corners, kila kitu on target, unaona Simba au ndio inatufungulia kwa nyingine kwamba Simba bado ina changamoto kwenye idara ya ushambuliaji. Kama ulivyomaliza wakati mara kwanza unazungumza vyote kwa pamoja. Yaani leo hata Ticha amegusia, Alizo pia amegusia. Leo Stellenbosch the way ambavyo walikuwa na approach mchezo ni tofauti na baadhi ya michezo mingi ambao wamecheza msimu huu kwenye kombe la shirikisho. Kidogo nidhamu yao kulinda ilikuwa kubwa zaidi kuliko kushambulia. Japokuwa pia njia yao kubwa ya kushambulia imekuwa kwenye kushtukiza, kwa maana transitions, wana watu ambao wanaweza kukimbia kwenye pande zote za uwanja. Janilo Paris ambaye mimi nimeuliza kwamba safu ya ushambuliaji stats zinaibeba Simba, yani ukitazama mashuti na kila kitu. Nakuja huko. So natamani kufahamu kwamba hii inatuthibitishia kwamba Simba ina changamoto kwenye idara ya ushambuliaji. Yes. Kuna hilo tatizo, kwa maana ya kwamba wanajaribu kujenga msingi mzima wa kile ambacho ulikiuliza mwanzo, lakini just to go forward na kile ambacho umeuliza hivi sasa. Yes, mimi naamini hivyo kwa sababu najaribu kuwaza impact, kwa mfano aliyokuwa nayo Fiston Mayele jana kwenye mchezo baina ya Pyramids na Orlando Pirates. Alafu narejea kwa upande wa Simba Sports, na mtazama Steven Dese Mukwala, na mtazama Lionel Ateba.
sioni huo mrejesho wa kulinganisha na Fiston Mayele aliotoa siku ya jana. Kwa hiyo kwa level ya soka la Afrika, na unapomtaja mtu kama Mayele ama kama Peter Sharulile ama mwingine yote, let's say Wesam Abuali ama Walafli ama kwingine kokote kule ambako unaweza ukarifaa na kuwaimba wao kama top tiers, kama wale operators wakubwa ama greatest marksman kwenye soka la Afrika hivi sasa, alafu ukaja kuizungumzia Simba Sports kama timu ya 4 kwa ubora barani Afrika hivi sasa, ukawataja washambuliaji wake wawili Steven Dese Mukwala pamoja na Leonel Ateba kama wana fall kwenye hiyo kategori ya wale wengine. Ninaamini hawa bado wana safari ya kuendelea kukua kufikia lile daraja. Kwa mfano, ligi walizotoka na pressure waliotoka kuichezea huko nyuma, ninaamini kwa hivi sasa ndani ya Simba kuna namna imeongezeka maradufu ambayo inawafanya hata wakikosa goli mara moja na wakafunga matatu ama wakafunga, unajua, wakafunga magoli lese moja wakakosa nafasi tatu, ule kusukwa ile reaction ya mashabiki na pressure baada ya matokeo inakuwa kubwa zaidi kuliko ambavyo Lionel Ateba pengine alikuwa anakutana na huo ukandarasi akiwa USM Alger. USM Alger nguvu yao kwa mfano baada ya michezo, kwa maana mashabiki kwenda kureact kwenye social media kulalamika, tofauti na katika level ya Tanzania. Tanzania tunapiga kelele kubwa zaidi kwenye mitandao. The same scenario kwa Steven Dese Mukwala, Asante Kotoko Kumasi. Sio tuseme tukiujumla soka la Ghana sio soka ambalo linaleta pressure kubwa sana kwa wachezaji kwenye level performances wakifanya makosa ama wasiporejesha bila ambavyo inatakiwa kama Tanzania ambavyo tunavyofanya hivi sasa. Na ndio maana tunavyozungumza sasa hivi ukiangalia CAF Champions League hakuna timu ya Ghana kwenye timu ambazo zimesalia, na actually hata kwenye quarter finals hatukuiona timu ya Ghana. The same scenario pia hata huku kwenye upande wa kombe la sasa teknolojia tu ya mchezaji, kwa sababu kama una uwezo tu, kwani wakina Azizi wametoka kwani Azizi aliperform season ya kwanza kaka? Sasa ndo nasema kwamba issue ya shinikizo ni jambo ambalo kwa mchezaji yeyote huwa ni jambo ambalo la kawaida kwenye maisha. Kwa hiyo ukisema kwamba ni pressure, you made a great point hapo kwenye uwezo. Mimi sikosoi uwezo wale wachezaji ambao wapo Simba, idara ya ushambuliaji ile, strikers na washambuliaji wengine nikijumlisha kwenye ile kundi pia Joshua Mutale, lakini wametofautiana. Uwezi kutushawishi sisi kwamba Lionel Ateba au Stephen Dese Mukwala yupo kwenye level moja na Peter Sharulile. You're lying to us. Uwezi kutuambia kwamba Stephen Dese Mukwala yupo kwenye level moja na Sharulile. Sio kweli. You're lying to us. Kama walijaribu kutudanganya hivyo kipindi wanawaleta, basi uongo wao tunaushtukia na tunausema hadharani. Walitudanganya kutushawishi kwamba ni strikers ambao ni elite kwenye soka la Afrika. Hata price tag zao wazisemi kwamba ni elite strikers. Ukigusa price tag ya Sharulile inaweza ikawa ni dola milioni 1 sana huko, like 9. The same kwa Fiston, kwa thamani zao. Dese Mukwala, I'm sure about Lionel Ateba, thamani yake according to transfer market nadhani dola 3.5 kama sio dola 2.5. Wale players ambao hapo kwenye daraja la kati. Kwa hiyo wanavuna walichokipanda. Narudia tena, sikosoi uwezo wao, they are good players, fantastic. Walichokifanya pia wamekionyesha, kama Ateba kafunga kwenye hizo stages. Game iliyopita Mukwala pia alifunga dhidi ya Al Masry the second goal. Lakini tunataka twende mbali zaidi, twende extra zaidi. Na tunakubaliana kwamba hawa japokuwa ni wazuri, they take us extra. Mfano mzuri mwingine pia unamweka kwenye bracket Joshua Mutale, mchezaji mzuri, lakini anachokifanya uwanjani, kwanza kuna mtu anaweza kusema mbona mnamkosoa sana, japokuwa ni msimu wake wa kwanza ama underperform big time. Alafu kumbuka yupo kwenye mazingira aina gani, mazingira ambayo hayaruhusu muda wa kusubiriwa kuseto. Alafu pia nenda last season kwamba Simba ilikuwa ina options tofauti kwenye attack, hata wengine kutoka kwenye bench kama alivyoingia leo Joshua Mutale. Waliokuwepo msimu uliopita kuna baadhi walifanya vizuri ama walikuwa na misimu mizuri kuliko Joshua Mutale. Mfano mzuri ni Willy Somba Onana. Yaani leo hii mimi ukiniwekea mezani Joshua Mutale, Willy Onana, naweza nikaondoka na Willy Onana. Kwa hiyo so far wamefanya vizuri, na kwa stage waliopo mimi nadhani watafanya vizuri zaidi.
lakini Kampista, hoja yako ya msingi unataka bora zaidi. Bora zaidi. Yani kwa takwimu ukitazama, yes, kwenye soka la kisasa anasema kwamba kila mchezaji anapaswa kufunga, lakini jukumu mama tunasema kwa mshambuliaji kwenye eneo lile, striker lazima make headlines. Na ndio maana leo ukitazama kila mmoja anamkosoa kwa baadhi, sio wote, juu ya nafasi aliyopoteza Jean Charles Ahoua. Lakini ukitazama amekuwa Charles leo alikuwa man of the match nadhani. Nikiwakumbusha pia Jean Charles Ahoua huyu ambaye wanakosoa kwa goli ambao kalikosa msimu uliopita, leading playmaker wao ambaye alikuwa ni kiongozi ama kinara alikuwa ni Cletus, ndio Simba msimu uliopita alicheza CAF Champions League. Involvement ya Cletus kwenye ile michuano ama niseme games za makundi ilikuwa ni goli moja tu, if I'm not mistaken, dhidi ya Galaxy, TX Galaxy. Msimu huu huyu Jean Charles Ahoua so far amehusika kwenye magoli 3 kwenye hii stage ya makundi. Nadhani ukijumlisha na hatua za awali it comes to 5. Tuje kwenye game husika, Jean Charles Ahoua kwa macho yangu mimi nadhani ndo mchezaji ambaye alitengeza nafasi nyingi zaidi. Takriban 8 kama sasa. Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua ndo kafunga goli. Which was a goal ambayo imetokana na tekniki yake ile free kick, sio kwamba rahisi kuipiga vile. Alafu kuna